Naam, karibu katika matangazo yetu ya alasiri kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Iran, Marekani na Israel zimefikia makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili. Hata hivyo, bado kuna mgawanyiko kuhusu vipengee vya mpango huo. Iran imekubali kufungua mlango wa bahari wa Hormuz na inasisitiza kuwa itazitoza ushuru meli zitakazopita eneo hilo, na kwamba itaendelea pia kurutubisha madini yake ya urani, na kwamba adui amepata pigo kubwa la kihistoria. Kwa upande wake, Rais Donald Trump wa Marekani amepata ushindi kwa kufikia makubaliano hayo, na kwamba lengo kuu la vita hivyo ni kusambaratisha kabisa mpango wa nyuklia wa Iran. Israeli imetangaza kuunga mkono makubaliano hayo, lakini waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema hatositisha mapigano dhidi ya kundi la Hezbollah nchini Lebanon, kauli inayokinzana na tamko la Pakistan ambayo ndiyo mpatanishi katika mzozo huo. Nchi za Kiarabu, Umoja wa Ulaya, Uchina, Uturuki, Japan na nyinginezo zimepongeza hatua ya Iran, Marekani na Israeli kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili. Mataifa hayo yametaka kuheshimiwa kwa makubaliano hayo, huku Saudi Arabia ikitumai kuwa mpango huo utawezesha kurejesha utulivu kamili na wa kudumu Mashariki ya Kati. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema diplomasia pekee ndiyo njia sahihi ya kufikia amani na usalama, na kwamba kutangazwa huku kwa usitishwaji wa mapigano ni jambo zuri sana. Hata hivyo, kiongozi mkuu wa upinzani wa Israel Yair Lapid amekosoa vikali hatua ya Netanyahu kuunga mkono usitishwaji wa vita na kuitaja kuwa janga la kisiasa, huku akimtuhumu waziri mkuu huyo kwa kushindwa kufikia malengo ya vita na kutokomeza kabisa kitisho cha Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Uchina Wang Yi atasafiri siku ya Alhamisi kuelekea Korea Kaskazini, ziara inayolenga kuimarisha mahusiano kati ya majirani hao wawili. China na mshirika mkubwa wa kibiashara wa Korea Kaskazini, na imekuwa ikitoa msaada muhimu katika masuala ya kidiplomasia, kiuchumi na kisiasa kwa taifa hilo lilotengwa. Ziara ya siku mbili ya Wang Yi inachukuliwa kama hatua muhimu katika kudumisha na kuendeleza uhusiano kati ya Uchina na Korea Kaskazini. Wiki iliyopita shirika la ndege la Air China lilianzisha tena safari ya moja kwa moja kati ya Beijing na Pyongyang baada ya kusitisha kwa miaka 6 kutokana na janga la uviko 19. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema nchi yake iko tayari kwa mpango wa usitishwaji mapigano na Urusi, huku akimtolea wito rais wa Marekani Donald Trump kushinikiza Moscow kusitisha uvamizi wake. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha amesema makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yanaonyesha mafanikio ya uamuzi wa Marekani na kuitaka Washington isipuuze mzozo wa Ukraine. Hayo yakiripotiwa, Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana usiku kucha, huku mashambulio ya droni ya Moscow ikisababisha uharibifu mkubwa kwenye bandari ya mji wa Izmail iliyoko kwenye mto Danube kusini magharibi mwa Ukraine. Uchina imesema Jumatano hii kuwa Afghanistan na Pakistan zimefanya mazungumzo ya kukabiliana na kukubaliana kusaka suluhu la mgogo uliozuka kati yao mwezi Oktoba mwaka 25. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Uchina Mang Ning amesema hatua hiyo imeafikiwa baada ya mazungumzo ya amani iliyofanyika huko Urumqi nchini Uchina, na kwamba pande zote mbili zimeafikiana kutochochea na kuzidisha mzozo huo. Mao ameongeza kuwa Uchina itaendelea kuwasiliana na nchi hizo mbili ili kuwezesha mazingira ya kuendelea na mazungumzo. Mzozo uliozuka mwaka jana kati ya Afghanistan na Pakistan
ulisababisha maafa makubwa, ikiwa ni pamoja na mamia ya watu kuuawa. Unaendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Na tukingali katika maeneo ya Mashariki ya Kati, ni kwamba Irani imekanusha kuteua mwakilishi wa mazungumzo ya kumaliza vita na Marekani. Imekanusha taarifa zinazoeleza kuwa tayari imemteua kiongozi wa timu yake ya mazungumzo kwa ajili ya mazungumzo yajayo na Marekani yanayotarajiwa kufanyika kwa upatanishi wa Pakistan. Kwa mujibu wa chanzo kilicho karibu na mchakato huo kilichonukuliwa na shirika la habari la Tasnim, hakuna uamuzi wa mwisho uliokwisha kufanywa kuhusu nani ataongoza ujumbe wa Iran, licha ya madai ya vyombo mbalimbali vya habari kuwa suala hilo tayari limekamilika. Chanzo hicho kilieleza kuwa Sekretariat ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran kwa kushirikiana na mihimili mitatu ya dola pamoja na maafisa wengine husika inaendelea kuchunguza kwa kina masuala yote na masharti yanayohitajika kabla ya mazungumzo hayo. Iliongeza kuwa tangazo rasmi litatolewa mara baada ya mchakato huo kukamilika. Chanzo hicho pia kilivishauri vyombo vya habari kujiepusha na uvumi usio na uhakika na kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa kutokana na unyeti wa hali ilivyo. Kauli hiyo ilitolewa baada ya ripoti ya chombo kimoja cha habari cha Iran kudai kuwa spika wa bunge Mohammad Baghel Ghalibaf angeongoza ujumbe wa Iran katika mazungumzo yanayotarajiwa kufanyika April 10 mjini Islamabad. Ripoti hiyo ambayo haijathibitishwa pia ilieleza kuwa makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance anatarajiwa kuongoza ujumbe wa Marekani katika mazungumzo hayo yanayosimamiwa na Pakistan. Ni taarifa ya habari Afrika ambayo ni matangazo ya alasiri yanakuja moja kwa moja kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Katika taarifa nyingine ni kwamba Irani yadai imewashikisha adabu Marekani na Israel katika vita vya kihistoria. Kuu la usalama wa taifa la Iran limetoa taarifa kuhusu kukubaliwa kwa masharti ya Iran na Marekani ili kumaliza vita. Taarifa hiyo imesema adui amepata kushindwa kwa kihistoria kusikopingika na kwa kuumiza katika vita vyake vya kikatili visivyo halali na vya kihalifu dhidi ya taifa la Iran. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kutokana na damu safi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu aliyeuawa shahidi Ayatollah Imam Said al-Khamenei, pamoja na hatua za kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Iran Ayatollah Said Mujtaba Khamenei, ujasiri wa wapiganaji wa Iran na mshikamano wa wananchi tangu siku za kwanza za vita, Iran ilipata ushindi mkubwa na kuilazimisha Marekani kukubali mpango wake wa vipengele 10. Vipengele hivyo 10 ambavyo vimetolewa na Baraza Kuu la Usalama wa Taifa ni: moja, ahadi rasmi ya Marekani kutofanya uchokozi dhidi ya Iran; 2, kuendelea kwa udhibiti wa Iran juu ya mpango wa Hormuz; 3, kutambuliwa kwa haki ya Iran ya kurutubisha uranium; 4, kuondolewa kikamilifu kwa vikwazo vya msingi vya Marekani; 5, kuondolewa kikamilifu kwa vikwazo vya pili vya Marekani; 6, kufutwa kwa maazimio yote ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran; 7, kufutwa kwa maazimio yote ya bodi ya magavana ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic IAEA dhidi ya Iran; 8, kulipwa fidia kwa Iran; 9, kuondolewa kwa majeshi ya Marekani katika eneo hilo; na 10, kusitishwa kwa mapigano katika maeneo yote. Baraza hilo limewapongeza wananchi wa Iran kwa ushindi huo na kusisitiza kuwa bado kuna haja ya uvumilivu na busara hadi maelezo yote ya ushindi huo yakamilike pamoja na kudumishwa kwa umoja wa taifa. Taarifa hiyo pia ilisema Iran pamoja na wanamgambo wa shirika wake nchini Lebanon, Iraq, Yemen na Palestina wamempiga adui mapigo makali katika siku 40 zilizopita, hatua ambayo imedaiwa kuwa itakumbukwa katika historia ya dunia. Iran na kile ilichokiita mhimili wa upinzani vimedai kuwafundisha adui somo lisilosahaulika kwa kuvunja uwezo wa kisiasa, kiuchumi, kiteknolojia na kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mwanzoni mwa vita maadui wa Iran walidhani wangeipata haraka na kuisalimisha kwa kuunda machafuko ya kisiasa na kijamii.
Walidhani mashambulizi ya makombora na droni ya Irani yangedhoofika haraka, lakini walishangazwa na majibu ya Iran ndani na nje ya mipaka yake. Taarifa hiyo pia ilidai kuwa kile ilichokiita uzayuni wa kimataifa ulishawishi Marekani kuwa vita hivyo vingehitimisha Iran na kuruhusu kugawanywa kwa nchi hiyo, kuporwa kwa rasilimali zake na kuiacha katika hali ya machafuko ya muda mrefu. Hata hivyo, wapiganaji wa Iran na washirika wao, licha ya maumivu ya kupoteza viongozi wao, walitegemea imani yao na kuamua kuwafundisha maadui somo la kihistoria, kulipiza kisasi na kuunda mazingira ambayo yatadhoofisha kabisa mawazo ya kushambulia Iran tena. Kwa mkakati huo na kwa kutegemea umoja wa kisiasa na kijamii ulioundwa nchini humo, Iran na washirika wake walianza moja ya mapambano makubwa zaidi ya pamoja dhidi ya Marekani na Israel, wakidai kufikia malengo yote waliokuwa wamejiwekea katika vita hivyo. Iran na kile ilichokiita mhimili wa upinzani vimedai karibu kuharibu kabisa uwezo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo, vikidai kutoa mapigo makubwa kwa miundombinu na vifaa ambavyo adui alijenga kwa miaka mingi kwa ajili ya vita hivyo. Taarifa hiyo pia ilidai kuwa vikosi vya Marekani vilipata hasara kubwa, huku miundombinu, vifaa na rasilimali ndani ya maeneo yanayodaiwa kukaliwa zikishambuliwa vikali na shinikizo kuwekwa katika pande zote za vita, kiasi kwamba adui alitambua takriban siku 10 baada ya kuanza kwa vita kuwa hawezi kushinda, na hivyo kuanza kutafuta mawasiliano na Iran ili kuomba usitishaji mapigano. Taarifa hiyo iliendelea kusema kuwa taifa la Iran linapaswa kufahamu kuwa kutokana na mapambano ya wananchi wake, adui amekuwa akiomba kusitishwa kwa mashambulizi kwa zaidi ya mwezi mmoja. Hata hivyo, viongozi wa Iran walikataa maombi hayo kwa kuwa walikuwa wameamua tangu mwanzo kuendelea na vita hadi malengo yao yatimie, ikiwa ni pamoja na kuondoa tishio la muda mrefu dhidi ya nchi hiyo. Iran pia ilidai kukataa mara kadhaa muda wa mwisho uliowekwa na rais wa Marekani, ikisisitiza kuwa haizingatii masharti yoyote ya muda kutoka kwa adui. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Iran ilisema kuwa karibu malengo yote ya vita yamefikiwa na kwamba wana wa taifa wameleta kile ilichokiita kushindwa kwa kihistoria kwa adui. Hata hivyo, Iran ilisisitiza kuwa vita vitaendelea kadri itakavyohitajika hadi mafanikio hayo yaimarishwe na usawa mpya wa kisiasa na kiusalama uundwe katika eneo hilo kulingana na nguvu na mamlaka ya Iran. Taarifa hiyo ilieleza kuwa kwa kuzingatia ushauri wa kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei na idhini ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, iliamuliwa kuanza mazungumzo mjini Islamabad ili kukamilisha maelezo ya ushindi huo ndani ya kipindi cha siku 15. Katika muktadha huo, Iran ilisema iliandaa mpango wa vipengele 10 uliowasilishwa kwa Marekani kupitia Pakistan. Mpango huo ulijumuisha udhibiti wa usafiri katika mlango Hormuz kwa uratibu wa majeshi ya Iran, kusitishwa kwa vita dhidi ya mhimili wa upinzani, kuondolewa kwa majeshi ya Marekani kutoka vituo vya kijeshi katika eneo hilo, kuanzishwa kwa utaratibu wa usafiri salama Hormuz unaohakikisha ushawishi wa Iran, kulipwa fidia kwa uharibifu uliosababishwa, kuondolewa kwa vikwazo vyote, kuachiwa kwa mali zilizoshikiliwa za Iran, pamoja na kupitishwa kwa maazimio ya lazima ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Taarifa hiyo ilidai kuwa waziri mkuu wa Pakistan aliijulisha Iran kuwa Marekani imekubali kanuni hizo kama msingi wa mazungumzo. Kwa mujibu wa uamuzi huo, Iran ilisema itafanya mazungumzo na Marekani mjini Islamabad kwa kipindi cha wiki 2, huku ikisisitiza kuwa hilo halimaanishi mwisho wa vita. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kuanza Aprili 11, huku Iran ikisema itaingia katika majadiliano hayo bila kuuamini upande wa Marekani. Pia ilitoa wito wa kudumishwa kwa umoja wa kitaifa wakati wa mazungumzo hayo, ikisisitiza kuwa mazungumzo hayo ni mwendelezo wa mapambano. Baraza hilo lilihitimisha kwa kusema kuwa iwapo mazungumzo yatageuza kile ilichokiita kujisalimisha kwa adui kuwa ushindi wa kisiasa, wananchi watasherehekea pamoja. Vinginevyo, Iran ilisema itaendelea kupigana hadi madai yote ya taifa hilo yatakapofikiwa, ikionya kuwa iko tayari kujibu kwa nguvu iwapo adui atafanya kosa lolote. Ndiyo hali ambayo, msikilizaji, tunazidi kufuatilia katika idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, wakati ambapo nazidi kusonga mbele katika matangazo haya ya alasiri. Kwingineko ni kwamba Hezbollah wamesitisha mashambulio ya Israel licha ya Netanyahu kudai wataendelea kuishambulia Lebanon. Nchini Lebanon limesitisha mashambulizi dhidi ya kaskazini mwa Israel na dhidi ya wanajeshi wa Israel walioko Lebanon kufuatia tangazo la usitishaji mapigano kati ya Marekani na Iran, kwa mujibu wa vyanzo vitatu vya Lebanon vilivyo karibu na kundi hilo.
Vyanzo hivyo vililiambia shirika la habari la Reuters kuwa Hezbollah ilisimamisha mashambulizi yake mapema Jumatano asubuhi kama sehemu ya hatua za kupunguza mvutano zinazohusiana na makubaliano ya kusitisha mapigano. Hata hivyo, Israel imeendelea na mashambulizi yake katika kusini mwa Lebanon na kutoa amri mpya ya kuhamishwa kwa wakazi wa mji mmoja wa kusini, ikionyesha uwezekano wa mashambulizi zaidi. Jeshi la Lebanon limewataka raia kutorejea katika vijiji vya kusini mwa nchi hiyo baada ya Israel kusema usitishaji mapigano unaohusisha Iran hauhusiani na mapigano dhidi ya kundi la Hezbollah. Kwa kuzingatia maendeleo ya kikanda na kusambaa kwa taarifa kuhusu usitishaji mapigano, uongozi wa jeshi unawaomba wananchi kujizuia kurejea katika vijiji na miji ya kusini na kuepuka kukaribia maeneo ambayo majeshi ya Israel yameingia ili kulinda usalama wao, hasa kwa kuwa wanaweza kuhatarisha maisha yao kutokana na mashambulizi ya Israel yanayoendelea, jeshi la Lebanon lilisema katika taarifa. Maendeleo hayo yanakuja baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kusema kuwa usitishaji mapigano wa wiki mbili kati ya Marekani na Iran hauhusishi Lebanon. Kauli yake inaashiria kuwa operesheni za kijeshi za Israel nchini Lebanon zitaendelea licha ya makubaliano ya jumla ya kusitisha mapigano. Ni matangazo yetu ya alasiri ambayo unayapokea kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Pote pale ulipo duniani, natumai mambo yako yanakuendea vizuri, ndio maana umechukua muda wako mzuri huu kuweza kutufuatilia. Marekani imetangaza kuyakubali mapendekezo ya Pakistan kusitisha mashambulio dhidi ya Iran kwa muda wa wiki mbili ili kutoa nafasi ya majadiliano na Tehran. Tangazo lilotolewa na saa chache kabla ya muda wa mwisho uliokuwa umetolewa na rais wa taifa la Marekani Donald Trump kwa Iran. Iran imedhibitisha kukubali mpango wa Pakistan kwa ahadi kuwa itaufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz wakati mazungumzo ya Washington yakitarajiwa kuanza mjini Islamabad, Pakistan, Ijumaa ya wiki hii. Aidha, tangazo hili limejiri saa chache baada ya nchi za ukanda wa huo kuonesha wasiwasi wao kwa matamshi ya Trump, ambapo msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar, Majed al-Ansari akionya vita vya Iran kuendelea. Kwa mjibu wa taarifa ya ikulu ya White House, Marekani inafikiria uwezekano wa kutuma wajumbe wake Pakistan kwa mazungumzo ya ana kwa ana. ya mzozo katika eneo hili tangu mwaka 2023 na tumekuwa tukionya tangu mwaka 2023 kwamba vurugu zisipodhibitiwa zitatuingiza katika hali ambayo haiwezi kudhibitiwa, na tuko karibu sana na hatua hiyo. Hii ndiyo sababu tumekuwa tukiwasihi pande zote kutafuta suluhu kwa njia ya amani, kutafuta njia kukomesha haya kabla mambo hayajaharibika. Kwingineko, rais wa Rwanda Paul Kagame ameonya dhidi ya hatari ya kukataa mauaji ya kimbari na upotoshaji wa kihistoria, akisisitiza kwamba ukweli wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi umeandikwa vizuri na huwezi kufutwa. Kagame ametoa kauli hii hapo jana wakati wa kumbukizi ya miaka 32 tangu kutokea kwa mauaji ya kimbari, ambapo watu zaidi ya milioni 1, wengi wao Watusi, waliuawa. Leo bara letu linahusika na migogoro mingi inayoendelea duniani. Mwaka 1994 kwa pamoja taasisi za Afrika pia zilishindwa kuingilia kati. Ninasema hivi kwa sababu wito wa uhuru wa Afrika kama ulivyo halali na muhimu, lazima pia umaanishe kwamba taasisi za Afrika zichukue hatua kwa wakati pale wa Afrika wanapokuwa hatarini. Watu wabaya hawapaswi kuruhusiwa kujificha nyuma ya kanuni ya uhuru ili kuepuka uwajibikaji kwa vitendo vya unyanyasaji au kuwanyima haki raia wao. Sauti yake rais wa Rwanda Paul Kagame. Na kwingineko, shirika moja la wanasheria nchini Sudan
hapo jana imeripoti ongezeko la kuogopesha la mashambulio dhidi ya misafara ya magari ya misaada ya operesheni za kibinadamu tangu vita vilipozuka nchini humo mwezi Aprili mwaka 2023. Shirika hilo limedai kurekodi vurugu ambazo ni wazi zinakiuka sheria ya kimataifa za kibinadamu, ikiwemo kutumia ndege nyuki kushambulia maeneo ya raia na hospitali. Na hatimaye vyama vya upinzani nchini Zimbabwe vimeibua wasiwasi wake kuelekea mabadiliko ya katiba yanayopendekezwa na chama tawala cha ZANU-PF. Mapendekezo ya ZANU-PF yanalenga kuondoa zoezi la raia kumchagua rais wao, zoezi ambalo limekuwa likifanyika tangu mwaka 1990 na kulipa bunge uwezo wa kufanya hivyo. Katika kipenga cha michezo, soka Ulaya, Chelsea na kiungo wa Argentina Enzo Fernandez miaka 25 anajiandaa kuwasilisha ombi la kuondoka na kuhamia Real Madrid msimu wa joto. Tottenham wanamtaka kipa wa Manchester City na Uingereza James Trafford miaka 23 kama mbadala wa Guillermo Vicario, huku Inter Milan ikiwa na nia ya kumchukua Vicario. Mlinzi wa Uingereza Harry Maguire miaka 33 alikataa kuhamia Inter Miami kabla ya kusaini mkataba mpya na Manchester United, ambako anataka kumalizia soka lake Old Trafford. Liverpool wanaungana na Newcastle kumfuatilia Marco Palestra miaka 21 ambaye pia kwa sasa yuko kwa mkopo Cagliari akitokea Atlanta. Na kwingineko, Manchester United watamuuza kiungo wa Uruguay Manuela Ugarte miaka 24 msimu wa joto, huku Galatasaray, Newcastle na Tottenham wote wakionyesha nia ya kumsaili. United wanaonekana kushindwa kufanya kiungo wa Uingereza Elliot Anderson miaka 23 aungane nao kwani anapendelea kuhamia Manchester City kutoka Nottingham Forest. Wakati huo kiungo wa Barcelona Marc Casado miaka 22 yuko tayari kuondoka klabuni hapo baada ya kupoteza nafasi yake ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza. Klabu ya Fenerbahce wanataka kumchukua kiungo wa Tottenham Ivesa Bissouma miaka 29 msimu huu wa joto. Mchezaji huyo wa Mali anacheza michezo 8 ya msimu huu, ambaye amecheza michezo 8 katika msimu huu. Na hatimaye Tottenham na Chelsea zote zinaangalia uwezekano wa kumsaidi kiungo wa Sporting Maxi Araujo miaka 26. Tupokee kiziba mkonga cha sasa. Mwanamke anayekudharau kamwe hawezi kuwasaidia watoto wako wa kuheshimu. Kwa hiyo utadharaulika na mke wako na watoto pia. Huu ndio ukweli wa mambo. Mwanamke anayekudharau kamwe hawezi kuwasaidia watoto wako wa kuheshimu. Kwa hiyo atakudharau na vile watoto watakudharau. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa. Enda pale kwenye ukuta wetu wa Facebook, kuna link ya PayPal. Andama hiyo link katika ukurasa ule, utapata maelezo utakavyoweza simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu.
Naitwa Katona Joseph, jambo na karibu.